Bana, kwenye heka leo nimekutana na mwenyekiti wa Simba kutokea tawi la Kalume hapa kijiwe cha Gahawa ama Kahawa pale kwetu Pemba. Bana mwenyekiti, mambo vipi? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Habari yako? Bana, siku ya jana Simba Sports ubaya ubora season 2 naona umeendelezwa pale katika dimba la Benjamin Mkapa baada ya kumcharaza kiongozi wa kundi lenu Stade Malien kutokea pale nchini bana, jana mmeshinda. Naam. Viwango vizuri vya wachezaji, vile vile performance, chemistry, muunganiko wa timu tunauona. Kuna lipi la kusema kutokana na ule ushindi wa jana, vile vile muendelezo wa viwango bora vya wachezaji wenu wa Simba? Mimi binafsi kama Jabiri, jana nilikuwepo katika uwanja wa Benjamin Mkapa na nilikuwa ninaangalia kikosi na hususan wachezaji ambao wamesajiliwa dirisha dogo baada ya kuingia, kwa sababu tayari tulikuwa tuna wimbi la shabiki wengi na wanachama wengi na viongozi, tukawa tuimbi mmoja. Kumbe ilikuwa ni aina ya wachezaji ambao walikuwa wanasajiliwa, walikuwa hawaleti tija, lakini baada ya kusajili wachezaji wakubwa sasa, wachezaji ambao wanaonekana na wachezaji ambao wanajituma, wachezaji ambao wanaenda kuipambania nembo ya klabu ya Simba, tukaona kabisa kama kuna amani inarudi na tayari wachezaji hao wanajituma sasa, na tunaona kila mshabiki, kila mwanachama na mpaka viongozi wengi tumeona. Kwa hivyo ukiangalia jinsi timu ilivyocheza jana, imecheza kwa kurelax kutokana na mazingira ya ushindani wa mechi yenyewe. Ni kwamba vile ulikuwa umefanyaje, umeshuka, lakini sisi kama washabiki wa Simba na wanachama tulikuwa tunaenda kuangalia baadhi ya wachezaji wetu ambao tumewasajili wapya, jinsi gani sasa viongozi wameingia katika kusajili wachezaji wenye weledi, wachezaji wakubwa, na kila mwana Simba ameona na kila mshabiki ameona kweli. Sasa hivi viongozi wameamua kuimba wimbo mmoja, wameamua kuleta wachezaji ambao wanaweza kuitumikia klabu ya Simba na kuweza kuvuja jasho kutupa kitu, na jana tumeona tumepata kitu. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa ushindi wa jana, lakini pia nashukuru kwa viwango vya wachezaji moja vimekuwa viko juu sana na vinaanza sasa kuonekana jinsi gani tunaelekea katika ardhi ya ushindani katika upande wa mashindano ya ligi kuu ya NBC ya Tanzania bara. Kwa hiyo mimi na imani kabisa sasa hivi kila mwana Simba, japokuwa sio kwa 100%, lakini tayari kuna kitu ambacho tumekiona jana, kwa sababu mpira sasa hivi ni wazi, unaonekana, haujifichi. Tumeona shabiki ameona, mwanachama ameona, viongozi wameona. Kwa hiyo kimsimamo kweli lazima wapongeze viongozi wa Simba tukiongozwa na tajiri kijana Afrika Mo Dewji, tajiri ambaye ana bugza, ana mashaka yake, anatoa mfuko wa shati, ameamua kuwaleta wachezaji kwa kununua kwa gharama zake, wakishirikiana na viongozi wengineo wa klabu ya Simba, hususan bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba. Safari hii imetufanyia mambo mema kwa wana Simba ambao tunaitakia mema Simba yetu. Ndugu mtangazaji, bana, wewe unadhani ni kitu gani ambacho kimewakalisha kutofuzu hatua ya robo finali? Mimi na imani ilikuwa ni jinsi gani aina ya wachezaji tulikuwa nao ambao tunaelekea kwenda kucheza mashindano, kwa sababu ukiangalia usajili uliofanyika wa msimu huu, maana ulifanya na kocha ambaye tulimwamini, tulimpenda na tulimjali, Fadlu, ambao ni kocha tuliona kwamba anahitaji kufuata mafanikio. Sawa, baada ya kusajili kikosi, baada ya kulenga wachezaji yeye mwenyewe, baadaye akafikia hatua akatuacha. Sasa alivyotuacha kidogo, lazima timu ambayo imeshaweka 100% kwa kocha kama huyo, alafu tayari kocha huyo anawaacha kwa sintofahamu, haijulikani. Kwa hiyo inabidi mstuke, unapostuka lazima niwache mashindano. Kwa hiyo kitu tuwasababisha tuwe chini ni kocha aliyetusaidia wachezaji, ni kocha ambaye alipointi, sababu yeye ndiye alipointi Mdigo, yeye ndiye alipointi akina Nangu, baadaye akaambia akina Nangu mimi nakula kona. Sasa baada ya kula kona mchezaji yule kustuka, tukachoka tunaye, basi ikabidi kwa mashindano tufanye vibaya. Kwa hiyo kikubwa zaidi kwa mimi kama Jabiri, nimeona kilichotusibu tusifanye vizuri katika mashindano ni aina ya kocha tuliokuwa naye mara kwanza, kusajili wachezaji na kutokuendelea na Simba yetu. Hicho tu ndio kikubwa zaidi, hamna kingine zaidi ya hicho mimi sijakiona. Umeridhishwa na performance za wachezaji wapya ambao wamesajiliwa katika hili dirisha dogo? Mimi binafsi nimeridhishwa nayo. Wachezaji wote waliosajiliwa dirisha dogo, kwa uwezo wa mchezaji mmoja wana kitu. Ukimwangalia Aula, ukimwangalia Demba yule, yani wote tu unaona wanajisigana na kuonyesha kwamba hawa ni wachezaji ambao wanahitaji kulindwa. Kikubwa tu ni kwamba sisi viongozi wa Simba na washabiki, sisi washabiki na wanachama, sasa kazi kwetu kuwalinda wachezaji wetu sasa katika mazingira ya tofauti, kwa sababu kama ukijua katika mpira miguu na mambo mengi bwana, kuna mambo yale ya kina nani yale ya Kamanzira yale yamo yale, unaweza tufikia hatua wachezaji wetu tunawalinda vipi? Kwa hiyo tunaomba viongozi wetu kupitia Muntaza Mangungu, kupitia Mo Dewji,
kupitia semaji la CAF Mediali. Sasa ni wakati sasa kuhusu sasa matawi na sisi tuungane tuwe kitu kimoja ili tuweze kupata lazima kuwalinda wachezaji wetu. Wachezaji wa Simba lazima walindwe na wachezaji wakubwa huwa wanalindwa. Wanalindwaje? Sisi washabiki wa mpira wa miguu, mimi kama Jabiri nalijua hilo. Kwa hiyo nina imani viongozi watakapotoa dola hedi sasa kwa matawi sasa nayo yajue kuingia katika kuisimamia Simba yao nao wachagize chochote, basi mimi nina imani wale tutawalinda tu. Kama itawezekana kwa wakati wote tutawalinda wachezaji wetu. Kwa hiyo mimi binafsi sina mashaka na wachezaji walioingia dirisha dogo. Kwa hapa mimi kazi yangu ni kuwasifia tu na kuwapongeza waliowaona wachezaji hawa wa dirisha dogo kuwaleta. Paka unafikia hatua kwenye benchi una Mpanzu, unafikia hatua kwenye benchi una Morris. Ni jinsi gani viongozi wameamua kuipambania sasa klabu ya Simba. Na ile kitu alichozungumza Mo juzi kwamba wana Simba tunaonekana tumepoteza sasa ile pila biliani. Sasa nina imani sasa kauli ya Mo inaenda kutimia, pila biliani inafanya inarudi. Na huyu Mo sio mtu ambaye akupepesa macho. Mo ni tajiri namba 1 Tanzania. Mo ni tajiri kijana Afrika namba 1. Mo ni tajiri namba 18 Afrika kwa watu wazima. Mo ni tajiri namba 28 duniani anaingia huko. Kwa hiyo sio mtu wa mchezo, sio mtu wa kuongelewa tofauti na baadhi ya watu ambao hawana vision, hawampendei mema. Ni watu ambao inatakiwa tujiulize, unapomtaja Mo ujue umetaja tajiri ambaye inatakiwa muda wote ujue unamtaja mtu aina gani. Kwa hiyo tukifikia hivyo wana Simba, tukiheshimu nyadhifa za watu, tukiheshimu kazi za watu, tukiheshimu pia biashara za watu, itakuwa ni jambo jema kwa watu. Sio tunafuata mkumbo basi, ukisikia neno Mo tu basi kuna mtu anaitwa Mo ukataja tu. Unapomtaja Mo Dewji umetaja tajiri ambaye ana uwezo wa kuiendesha nchi ya Tanzania, umeelewa, kwa jinsi ya kuajiri wafanya kazi zaidi ya 900 1000, ana uwezo huo mkubwa. Kwa hiyo sio mtu wa mchezo. Kwa hiyo mimi na imani kumpata tajiri kama huyu ndani ya klabu ya Simba, wana Simba tujivunie. Na niwaambie tu washabiki wenzangu na wanachama, Mo washasaini ndani ya klabu ya Simba kuelekea uwekezaji mkuu wa klabu ya Simba. Na Mo kwa sasa anaitwa mwekezaji mkuu wa klabu ya Simba. Kuna mwekezaji mwenza namba 1, kuna mwekezaji mwenza namba 2, hao zitajua, lakini mwekezaji mkuu ni Mo Dewji. Kwa hiyo wale ambao wanazungumza Mo ataondoka, Mo aondoke, wale wanashinda kuelewa maana uwekezaji ni upi. Mo haondoki Simba mpaka dunia ipinduke. Mo ni wa kwetu, labda afilisike, labda Mwenyezi Mungu amchukue, hapo ndio kidogo utakuta pesa. Japokuwa simuombee hilo, na waelewesha tu wale ambao walikuwa wanamzungumzia Mo, anamuona ni mtu ambaye anaweza akaona. Unakuta mtu hata kulala hana, ana chumba kimoja, anaenda kumwambia Mo nampa masaa 28, masaa 72 aondoke. Maana yake unaposema Mo nampa masaa 72, unawaza wao wanachama waliopendekeza Mo na waliosema na Mo kwenda kwa hatua ya uwekezaji ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo ni waombe tu wanachama wale ambao wamezungumza maneno hayo, ni wanachama ambao bado walikuwa hawajafikia hatua ya kuweza kuelewa mikataba, kuelewa katiba ya Simba na kuelewa wanachama wa Simba kilichofanyika. Ndugu mtangazaji, uwekezaji wa Simba kuna baadhi ya watu wameenda jela. Uwekezaji wa Simba kuna watu wao wamekufa. Uwekezaji wa Simba kuna watu wamefilisika. Kwa hiyo hawa watu walikuwa ni watu ambao wanaenda katika ngazi ya uwekezaji. Sasa nafikia hatua sasa tumeshasema na tajiri. Tunaenda mwaka wa 10 karibuni, sasa hivi ndio unakuja kusema unampa masaa 78. Kusema hiyo kweli au aliyotamka Swahili itakiwa waajibishwe na waajibike wenyewe kabla ya kuwajibishwa. Ni watu ambao walikuwa wanaenda kutushawishi baadhi ya washabiki wa Simba wengine tukampoteze tajiri bora kabisa barani Afrika. Pengine una lipi la kusema kwa Simba ya asali na maziwa ama maziwa na asali? Sisi tunatumia pila biliani, hatutumia asali na maziwa. Asali na maziwa wanatumia wale upande wa kushoto ambao hata uwanja wa mazoezi hawana. Young Africa kila siku mazoezi, na leo jioni ni zamu yao, wanakutana na pigo kubwa. Na kama Yanga itatolewa katika hatua hizi, mimi na imani Injinia Hersi atakuwa jiuzuru, Alikamwe atakuwa jiuzuru, sababu watu ambao waliwaaminisha washabiki wa Yanga na wanachama Yanga kwamba Yanga hii ilivyo ni robo finali. Yanga itakapotolewa katika mashindano haya hii leo isipofuzu katika hatua ya robo finali, Injinia Hersi atakuwa jiuzuru, Alikamwe jiuzuru, sababu ni watu ambao walikuwa wanawafunga upepo washabiki wa Yanga na wanachama Yanga kuambia tumesajili wachezaji wakubwa ambao watatufikisha nchi ya ahadi. Ni timu ambayo ilikuwa inaimba. Kwa hiyo wasipofikiria labda tu akitaka anusurike timu leo ya Yanga ishinde na ifuzu, lakini kama timu ya Yanga haitafuzu robo finali, basi wa kuwajibika ni Injinia Hersi, rais wa klabu ya Yanga, na Alikamwe. Ni watu ambao hawana vision za mpira za kuzungumzia mpira. Na kumbuke kuna kitu kimoja aliongea semaji la CAF Mediali akisema kama huna timu ya kufikisha robo finali usitengeneze jezi mpya, vaa ile ya zamani. Kwa hiyo vitu ambavyo ameona. Kwa hiyo Yanga Afrika kama itatolewa hatua hii kwa 90% na imani imetoka. Kama
kama itakamilishwa leo saa moja kutolewa moja kwa moja haijaingia robo finali, basi Engineer Hersi itakuwa ajiuzuru haraka sana na Ally Kamwe pia ajiuzuru, kwa sababu maneno yake alikuwa anajimaliza kama vile anaizungumzia Man City, kama anaizungumzia National League, kama anaizungumzia Yanga Afrika ambayo uwanja wa mazoezi haina, ni Yanga ambayo haina vision wala sio timu ya mpira. Kwa hiyo hawa watu itakuwa ajiuzuru mara moja, kama itatokea Yanga itatolewa. Kwa hiyo hilo mimi nimeliona kama jabili na lazima niwaambie ule ukweli, kwa sababu sisi wengine ni watu wa mpira, japokuwa tuko pembeni kidogo, lakini ni watu wa mpira. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, nina imani kabisa hatua iliyofikia sasa ni wana Simba kuwa uimba wimbo mmoja, tuungane kwa pamoja, wote tusherekee Simba ya pira biliani. Ndio hii sasa imekuja, lakini pira biliani aliji, kama mshabiki wa Simba utatimiza majukumu yako ya kuenda uwanjani na kuishangilia timu na kununua tiketi. Na Simba wenzangu, msipende vitu vya bure, ufikie hatua tufanye kazi, tununue tiketi. Simba hata ikiwa uwanja gani inahitajika tiketi 2000, nunua, usikubali kuingia njia za panya. Wale ambao wanataka bure ndani ya Simba, sisi hatuhitaji bure. Bure ni Yanga. Ukitaka vitu vya bure nenda Yanga. Yanga ndio kidogo wana vitu vya bure, kwa sababu ni timu ya nchi, ni timu ya serikali ambao sisi wenyewe ni serikali ndani ya Tanzania. Kwa hiyo wengi wanaotaka bure wale Yanga Afrika, lakini Simba Sports sisi tunataka Simba tuingie kwa hela yetu, na kama kawaida yetu tumeingia kwa hela. Ni sisi washabiki wa Simba ambao tumetia aibu baada ya kuongea sana kuhusu viongozi wetu, lakini hawajui sisi washabiki wa Simba ndio ambao tuna ile nani tuzo ya mashabiki bora Afrika. Sisi mashabiki wa Simba tunayo. Kwa hiyo tunapokuwa ile zawadi yetu tuilindeni kwa kuongea vizuri. Unapokutana na mitandao ya kijamii, unapozungumza katika media kisha kama sasa hivi, takao zungumza kwa kuheshimu mamlaka za nchi, na pia umuogope Mwenyezi Mungu, na pia uogope pia wenzako ambao uko nao katika kuialisha Simba hiyo. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, Simba Sports iko salama, Simba Sports iko vizuri, Simba Sports sasa hivi tunaenda kula pia biliani popote pale, na akili zetu zote tunahamisha katika ligi kuu ya Tanzania bara kama alivyosema msemaji wetu wa Simba.